Somo la kila siku na Apostle Richard Taakim, Ijumaa 16 Mei 2025. Nafsi yangu imedumu sana na yeye achukiaye amani. Mimi ni mtu wa amani, lakini wanaposema wao husudia vita. Zaburi sura ya 120 mstari wa 6 hadi 7. Karibu katika siku ya 136 ya mwaka wetu wa ushindi. Leo mbingu inataka kutufunulia nguvu ya mazingira katika kutembea na kuongea na Mungu kama mbegu ya haki. Wengi wetu bado hatujaingia kwenye ufunuo wa asili yetu kama mbegu za haki. Maana yake ni asili yetu ya kiroho kama waliokombolewa kweli. Wokovu wa kweli hubadilisha maisha. Wokovu halisi huanza kwa kuoshwa na kufanywa upya kwa roho ya mwanadamu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Biblia inasema, lakini wema na upendo wa Mungu Mwokozi wetu kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema zake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Tito sura ya 3 mstari wa 4 hadi 6. Ikiwa wokovu wako ulitokana na uamuzi tu na si tukio la kimungu, basi hujaokoka kweli. Wokovu wa kweli hubadilisha, humtoa mtu kutoka kuwa mbegu ya mwovu hadi kuwa mbegu ya mwenye haki kwa sheria ya ukombozi. Katika mfano wa ngano na magugu, tunaona kuwa kuna aina mbili za watu duniani, mbegu ya haki na mbegu ya mwovu. Lakini Mungu, asiyetaka yeyote apotee, amefanya iwezekane kwa kila mbegu ya mwovu, ambayo sisi sote tulikuwa kuokolewa. Si kwa kusoma sala ya toba pekee bila kuachana na maisha ya dhambi, bali kwa kuoshwa na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, jambo linalozaa kuachana na maisha ya dhambi. Biblia inafundisha kwamba wokovu wowote usio na toba kutoka kazi zilizokufa ni wokovu mrefu, hautatufikisha mbinguni. Ikiwa wokovu wako una toba ndani yake, basi wewe ni mbegu ya Kristo aliye mwenye haki. Lakini utaishi katika dunia ya watu wasiomcha Mungu, dunia inayopinga kila kitu kuhusu aina yako ya kiroho. Hilo likue ndani yako, litakusaidia kutokubali kufanana dunia bali upinge ushawishi wake hasi. Ni muhimu kuelewa kuwa dunia imejaa mazingira yenye rutuba kwa mbegu za waovu kustawi. Kwa kweli, kila kitu katika dunia hii hufanikisha ustawi wa mbegu za uovu, iwe ni vyombo vya habari, jamii, vyuo vikuu, sera za serikali na hata makanisa mengi leo vimejaa maudhui ya kukuza mbegu za uovu, lakini havina nguvu ya kimaadili ya kusaidia mbegu za haki kukua. Badala yake, huziua. Ndiyo maana Mungu alituonya akisema, msipende dunia wala mambo yaliyomo duniani. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilicho katika dunia, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha maisha, havitokani na Baba bali hutoka duniani. Na dunia yapita pamoja na tamaa zake, bali afanyaye mapenzi ya Mungu adumu milele. Si moja Yohana sura ya 2 mstari wa 15 hadi 17. Dunia hii ni rutuba kwa mbegu ya mwovu, lakini ni jangwa kwa mbegu ya mwenye haki. Ndiyo maana mbegu yoyote ya haki ikijipanda kwenye mfumo wa dunia itakufa na kuwa mbegu ya uovu. Hilo latufikisha kwenye swala mazingira tena. Hitaji muhimu zaidi kwa mbegu ni udongo mzuri. Mashamba ya dunia yamekuwa mabovu sana, mazuri kwa kustawisha mbegu za waovu tu. Lakini ikiwa mbegu ya haki itastawi, ni lazima ipandwe kwenye ardhi ambayo Mungu ameikusudia. Biblia inasema, mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Hata wakiwa wazee watazaa matunda, watakuwa na nguvu na wenye kutanuka. Zaburi sura ya 92 hadi 14. Nyua za Mungu wetu ni nafasi ya milele ya kesho, kiti cha hukumu cha Kristo. Tukisimama mbele yake siku moja, tutapokea thawabu au lawama kulingana na tulivyoishi duniani. Ikiwa mbegu ya haki haikupandwa mahali sahihi duniani, haitastawi mbele za Mungu kesho.
Hili ndilo hatari ya kuwa kwenye kanisa lisilo sahihi. Nyumba ya Bwana katika Agano Jipya ni kanisa la kweli linalofanya kazi kama nguzo na msingi wa kweli, mji wa kimbilio kiroho, si mji wa taka. Ndiyo, kuna makanisa ya uongo, lakini hiyo haifuti umuhimu wa kuwa sehemu ya kanisa la kweli lilipo chini ya mtumishi wa Mungu mwenye hofu ya Bwana. Maono makuu ya Mungu ni kutumia maisha haya kutuandaa kwa maisha yajayo. Maisha haya ni kama mvuke ukilinganisha na yale yajayo. Lakini kujipanda katika kanisa la uongo kuna madhara ya milele. Hilo ndilo Shetani analolenga, kuwatoa wateule kwenye makanisa ya uongo ili waangamie. Shetani analijua hili kuliko Wakristo wengi, na anahangaikia zaidi mahali tunapoabudu kuliko sisi wenyewe. Anataka tuwe nje ya mashamba ya kweli ili tusistawi mbele za Mungu. Hilo halipaswi kututokea. Zaidi ya kustawi katika maisha yajayo, Biblia inaahidi pia kustawi sasa. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Watazaa matunda hata uzeeni, watakuwa wenye nguvu na kunawiri. Zaburi sura ya 92 mstari wa 13 hadi 14. Hili linamaanisha kuwa unaweza kuwa na matokeo mazuri hata katika umri mkubwa, lakini ni lazima ujipande mahali panapostahili kiroho ili ustawi. Ukijua kuwa kila kitu hutegemea mahali mbegu imepandwa, hutazembea kwenye swala mazingira ya kiroho. Ukijipanda kwenye dhehebu la kishetani linalojiita kanisa, hautastawi. Ikiwa mbegu ya haki itajipanda kwenye chama cha kisiasa, biashara ya fedha, au mahali pa maigizo panapoitwa kanisa, haitastawi. Mbegu ya mwovu inaweza kustawi huko, lakini si ya haki. Hii ndiyo maana Mungu humpa kila mtu aliyeokoka kweli mchungaji wa kweli pamoja na kanisa halisi la kumlea. Ukikosa haya mawili, hautastawi kamwe. Ni Wakristo wa uongo tu wanaostawi chini ya wachungaji wa uongo. Hilo latufikisha kwenye nukuu ya leo. Nafsi yangu imedumu sana na yeye achukiaye amani. Mimi ni mtu wa amani, lakini wanaposema wahusudia vita. Zaburi sura ya 120 mstari wa 6 hadi 7. Ukikaa karibu na watu wanaochukia haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu, hutastawi. Hata ukiwa na nia njema, watakupinga. Hili ndilo lililompata Lot, mpwa wa Ibrahimu, alipojitenga na Ibrahimu na kwenda Sodoma. Aliumia sana kiroho. Biblia inasema, na akaangamiza miji ya Sodoma na Gomora kwa moto, akaifanya majivu, akaifanya iwe mfano kwao watakaokuwa waovu baadaye. Akamwokoa Lot mwenye haki, aliyekuwa akiteseka kwa mwenendo wa uasherati wa hao wasiomcha Mungu. 2 Petro sura ya 2 mstari wa 6 hadi 7.